Najua pale nilitangulia kwa kusema pale ndani kwamba maabara kama hizi ndo mlango wa bidhaa sokoni, lakini vile vile ndo ngao ya afya na usalama kwa Watanzania. Kwa hiyo sasa nasema hivyo ili muelewe kwa nini sisi tunataka miradi kama hii ikamilike kwa wakati. Kwa hiyo pamoja na kazi kubwa ambayo imefanyika, la kwanza, mshauri mwelekezi ukae na mkandarasi, mje na ratiba ya ujenzi, kwa sababu wote tuna mashaka sasa hivi kwamba mradi unaweza usikamilike kwa wakati. Sasa mje na ratiba ya ujenzi ili tuweze kusimamiana vizuri kwamba kipi kinafanyika mpaka wapi, kipi kinafanyika mpaka wapi. Mje na hiyo shejo, mshirikishane na TBS na sisi ngazi ya wizara tuipate ili tuweze kufuatiliana kwa pamoja. Sababu hizi ambazo mmesema hapa ziko za aina mbili. Ziko sababu ambazo ziko nje ya mkandarasi. Mmesema kuna mwamba, sawa, ni swala la jiografia, tumeelewa. Kuna swala la mvua, unaweza ukaestimate mvua ikaja kidogo lakini ikaja nyingi. Mmesema sababu za kisiasa, ni sawa, tunakubali. Lakini ziko sababu ambazo hazikubaliki. Moja, kuchelewa kwa mkandarasi kufanya mobilization. Lakini la pili, kutowekeza fedha za kutosha kwenye utekelezaji wa mradi hali akiwa amelipwa. Lakini la tatu, upungufu wa nguvu kazi na vifaa. Pamoja mtajustify, alifanya hivi, sasa hivi anaendelea vizuri. Haikutakiwa kuwa hivyo kutokea mwanzoni. Kasi ya utekelezaji wa mradi inatakiwa iende hivyo hivyo mpaka mwishoni. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe unatakiwa una schedule ambayo unaisimamia, na ukigundua kuna delay, unachukua hatua za haraka kupunguza zile siku kabla hazija accumulate. Kwa hiyo sasa mimi ninataka kuanzia sasa kwenye miradi yote ambayo tunatekeleza, kama makosa kama hayo yafanyika, yarekebishwe. Sababu hizo hazikubaliki. Mkandarasi mmempa fedha, inabidi mumsimamie kweli kweli alete matokeo. Kwa sababu leo accumulate siku 5, ukaja siku 10, ukaja siku 7, sasa ndio yale mambo ambayo hatuyategemei yanapokuja yanaongeza. Sisi tunataka sababu zilizokuwepo ni zile ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Kusipokuwa kuna delay, siku hizo ambazo zimeongezeka 30 na kitu, tungezi accommodate. Sasa hatuwezi hata kuzi accommodate hizi ambazo ziko nje ya uwezo wetu kwa sababu tayari kulikuwa kuna uzembe mkubwa kwa mkandarasi. Hizi ni fedha za Watanzania. Tunazitafuta kwa jasho, kwa kodi. Kwa zinaposimamiwa, lazima zisimamiwe kwa uzalendo na nguvu kubwa. Sisi tunataka kuongeza ajira kwa vijana. Sasa tunataka wale vijana wa Mwanza na maeneo mengine, mambo yao ujasiriamali mdogo mdogo wayamalize hapa. Sasa hatutakubali mkandarasi atucheleweshe, ndugu zangu. Kwa hiyo extension of time haikubaliki. Unatarajiwa kuisha tarehe 28 mwezi wa 3. Ni mradi ambao unakadiriwa kuwa na gharama ya bilioni 12.3. Kitu kingine ambacho tunafanya vizuri mpaka sasa ni kwamba mradi pia uko bado kwenye budget ambao imepangwa. Tumekuwa tukichukua hatua tofauti toka baada ya kuona signs tofauti ambazo zimekuwa zikitokea, na kwa awali tulikuwa tuna delays zaidi ya siku 20, kwa hiyo tumezidi kuzipunguza. Tunaahidi kufanya kazi kwa bidii zaidi. Tayari tumeshawatask kwa kandarasi kufanya kazi usiku na mchana, kwa hiyo na jitihada zingine pia zinaendelea. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutatoa matokeo mazuri.